Huzuni imetanda katika kaunti ya Nyeri kufuatia ubakaji na mauaji ya kinyama ya mwanafunzi wa mwaka wa kwanza kutoka chuo cha mafunzo ya matibabu cha KMTC. Picha za CCTV zimenasa hatua zake za mwisho zikionyesha mtu wa mwisho aliyekuwa naye Vincent Bet, mwanafunzi wa mwaka wa 4 wa chuo kikuu cha Karatina, akimwelekeza hadi sehemu ambapo mwili wake ulipatikana baadaye. Margaret Kimathi anatufungulia taarifa zetu za NTV jioni na taarifa hii ya tanzia. Sheila Chebet anayejulikana pia kama Shamli, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo cha KMTC Nyeri, alikutana na mshukiwa Vincent Bet, mwanafunzi wa mwaka wa 4 katika chuo kikuu cha Karatina, Jumamosi saa 12 jioni katika klabu moja mjini Karatina. Vincent alikuwa na rafiki yake Edwin Kamau ambaye alikuwa na mpenzi wake na kufanya jumla ya watu 4 waliokuwepo. After kukaa kwa hapo kwa club, kuna ile kuota walikuwa na kunywa before na the girl, now the deceased. So wakamaliza, akanitext sasa WhatsApp, akaniambia I quote, let's go to your room so that we can have with the lady. Baada ya hapo walielekea nyumbani kwa Edwin, eneo la Rafina, takriban kilomita 2 kutoka mjini Karatina. Picha za CCTV kutoka shule iliyo jirani zinaonyesha Edwin na mpenzi wake wakiongoza njia saa 12 na dakika 47 jioni, huku Vincent mshukiwa na Sheila wakifuata nyuma. So mimi kurudi, the time tulikuwa tunarudi, nilipata Vincent washatoka with the girl. Picha za CCTV zinaonyesha Edwin na mpenzi wake saa 1 na dakika 4 jioni wakienda sokoni. Takriban dakika 48 baadaye, kamera zinamnasa Vincent Bet akiwa na Sheila. Anaonekana akimshika mkono wake kwa nguvu huku akiyumba, akionekana amelewa sana. Sheila anaonekana akielekea na barabara ya Karatina, lakini Vincent anamvuta kwenye barabara nyingine walipopita CCTV. Mita chache kutoka hapo ndipo mwili wa Sheila ulipatikana siku iliyofuata. Walikuwa wanavurugana hapo hivyo. Edwin anatuongoza hadi eneo ambalo mwili ulipatikana kwenye shamba katika eneo la Rafina. Mwili wa Sheila Chebet ulipatikana katika shamba hili saa 4 asubuhi na mfanyakazi wa shamba siku ya Jumapili, huku nguo zake zikiwa zimetapakaa na kuzua maswali kuhusu ni kipi kilichotokea wakati wa shambulio hilo usiku wa Jumamosi. Nikaona mwili wa msichana umelala, hauna nguo yoyote kuanzia juu hadi chini, alikuwa tuna socks pekee na hizo socks zilikuwa na matope. Kumwangalia kwa shingo aliona trouser, na hiyo trouser ilikuwa imefungwa na mshipi kwa shingo, na msichana amelala kama ameangalia juu. Mshukiwa Vincent Bet alifikishwa mahakama ya Karatina leo na sasa atazuiliwa kituoni Karatina kwa siku 14. Margaret Kimathi, NTV. Na mtazamaji, tunasema uchunguzi basi uharakishwe kulingana na matakwa ya familia ya msichana huyo. Makiwa.